Tunaelekea katika kipindi cha kumaliza mwaka 2025. Tunaingia mwaka 2026. Lazima kila mmoja mwanadamu ambaye amekamilika, mtu mzima, kuanzia vijana na marika yenye majukumu, lazima awe na nafasi ya kuanza kufikiria ni namna gani mwaka ulioisha ameutendea na ni namna gani anajipanga na mwaka unaofuata. Kwa hiyo nikasema kwamba nikushirikishe jambo la msingi sana na la muhimu sana katika mapambano ambayo sisi tunayafanya na wanadamu kwa ujumla. Kuna kitu umewahi kusikia kinaitwa energy. Energy ni nishati, lakini katika uhalisia wake unaweza ukasema msukumo wa ndani, ama unaweza kuita hamasa ya ndani, ama unaweza ukaita tamaa ya kusonga mbele. Ndio maana huwa wetu wengine wanaambia usikate tamaa, usirudi nyuma. Sasa ile tamaa inayokatwa katika msemo usikate tamaa, msukumo ule wa ndani ndiyo tunaweza kuita energy. Na watu wengi sana wamekuwa wakikumbwa na mazingira tofauti tofauti ambayo yamekuwa yakirudisha energy zao nyuma, na hivyo kushindwa kutimiza yale walioyatarajia, yale walioyapanga, yale ambayo walifikiri wangeweza kuyakamilisha kwa wakati fulani, basi yanashindwa kukamilika kwa sababu tu energy zao zimerudishwa nyuma. Sasa ni mambo gani yanaweza yakarudisha nyuma energy yako, yakakuulia msukumo wa ndani, ukakosa hamasa juu ya mambo ambayo uliyapanga kuyatekeleza ama kuyatimiza na ukashindwa kuyatimiza kwa wakati? Ni mambo mbalimbali. Yako mambo ambayo yanaweza kutokana na mtu mwenyewe, lakini yako mambo ambayo yanaweza kutokana na jamii, yako mambo ambayo yanaweza kusababishwa na kazi na mazingira kwa ujumla, namna ambavyo unaishi. Unaweza ukajikuta unarudishwa nyuma katika msukumo wako wa ndani katika kuyafanya mambo fulani, na hivyo ukajikuta unatawaliwa na roho au nafsi ya kukata tamaa. Unaona sasa si lazima tena uweze kukamilisha, au pengine uache kabisa. Na katika hali zingine inaweza ikatokea mpaka watu wengine wanakuwa wanafikiria kwenda mbali zaidi, kufikiria kushindwa kutekeleza au kukosa nguvu ya kuweza kutimiza kile ambacho awali walikuwa wakiamini kwamba wanaweza, wakakiwekea mikakati na mipango, lakini sasa wanashindwa kukitimiza kwa sababu ya msukumo wa ndani ukiwa umedhoofika. Sasa lazima tuwe na mkakati maalum ambao utatufanya sasa sisi kama wanadamu ambao tunaweka malengo, wapambanaji, wanawake kwa waume, ambao tunafikiri kutimiza malengo ama kupanga malengo yetu ambayo tutayapanga katika mwaka ujao, ili uwe ni mwaka wa heshima, uwe ni mwaka ambao utatuacha na baraka nyingi, uwe ni mwaka utakaotuacha na mapato na mafanikio. Ni lazima tuweze kulinda hiyo hamasa ya ndani yetu, ile energy ambayo inalinda au inajenga nia yetu ya kusonga mbele, nia ile ya kufanya kazi. Wataalamu wanasema energy ni ile nguvu inayoleta uwezekano wa kazi kufanyika. Kwa hiyo unapokuwa umekumbwa na mazingira mbalimbali, ili usihame kwenye pointi ambayo ulikuwa umejiwekea kuifikia, basi lazima ukumbuke kwa nini ulianza, kwa nini ulipanga, na iweje sasa uishie njiani kwa sababu tu ya mambo fulani. Na hiyo itakupa nguvu ya kuyashinda au kuvishinda vikwazo ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaweza vikawa vinakurudisha nyuma kwenye malengo ambayo umejiwekea. Kwa hiyo ndugu yangu, na kushauri kwamba ni muhimu sana kama binadamu uweze kutambua energy yako ya ndani, ule msukumo wako wa ndani wa kufanya kazi, ili sije kafika hatua
ukakata tamaa na kurudi nyuma katika mapambano ya kuyafuata mafanikio yako. Pamoja nami Sospeter Bulugu, karibu sana. Tuandikie kwenye comment kama kuna kitu utakuwa umejifunza juu ya namna ya kujipanga na kupangilia huu mwaka unaofuata, lakini pia namna ya kulinda energy yako na msukumo wako wa ndani kama nyenzo muhimu katika ushindi unaotarajia. Asante.